Jina naitwa Anet Daudi Pasco, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 katika mchipuo wa HKL. Ni mwanafunzi ambaye nimebahatika kupata nafasi hii ya pili ya kuendelea na masomo yangu baada ya kukatisha masomo yangu mwaka 2023 nilipochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 baada ya kuhitimu masomo yangu ya kidato cha 4 2022, lakini sikuweza kuendelea na masomo haya kwa sababu nilikutwa na kosa la ujauzito niwapo shuleni, na kosa hilo lilinipelekea kurudishwa nyumbani na kukatisha masomo yangu kwa mwaka huo, na ilinibidi nijifungue alafu ndo niweze kurudi shuleni kwa muhula mwingine kuendelea na masomo mengine. Nafasi hii nimeipata kupitia serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naishukuru sana kwa kutukumbuka na kutoa nafasi hii kwa vijana ambao tunakatisha masomo yetu kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito. Kuna mabinti wengine licha ya ujauzito, kuna wengine unapata wanakatisha masomo yao kwa sababu ya magonjwa, huenda ugumu wa maisha nyumbani, wanaweza kukabiliana na changamoto ya kukatisha masomo kwa sababu walimu wenyewe wanakuwa hawajui hilo wenyewe moja kwa moja. Wakiona siku labda hata tuseme mfano mtu binti mwenye ugumu wa maisha nyumbani, labda vimekosekana vifaa vya kumwezesha kumudu kusoma yaani kufanikisha masomo yake, kwa hiyo inabidi anakaa nyumbani labda kwa siku kadhaa ambazo serikali imeweka labda mwanafunzi kaa siku kadhaa nyumbani, hapo anakuwa ana tena shule. Kwa hiyo hapo inampelekea mwanafunzi kukatisha masomo yake pia. Nishukuru sana serikali kwa kuliona hili na kukumbuka kwamba kuna mabinti wenye uhitaji na kuona kwamba mwanafunzi wa kike anaweza akapewa nafasi ya pili kupitia na changamoto mbalimbali zilizomtokea na kupata nafasi nyingine kujiendeleza na kutimiza ndoto zake. Kwa upande wangu nasema asante sana, namshukuru Mama Samia Suluhu kwa kutukumbuka mabinti na kutupa nafasi nyingine tena ya kuendelea masomo yetu. Kupitia nafasi hii ninaamini nitafikisha malengo yangu, nitayatimiza kwa sababu ndoto zangu kubwa ni kuja kuwa mwandishi wa habari, kuisaidia jamii kutoka katika changamoto mbalimbali zikiwemo za kijamii, kiuchumi, na kuwaletea matukio mbalimbali yanayojiri na kuendelea katika nchi yetu. Na washauri mabinti wenzangu walioko majumbani, sehemu mbalimbali ambao wameshakata tamaa ya maisha kama mabinti wengine waliopata changamoto kama yangu ya kupata ujauzito hapo shuleni, changamoto mbalimbali, wasivunjike, wasikate tamaa kwa sababu serikali imeona kwa jicho la pili na imerudishia nafasi tena ya kuendelea na masomo. Kwa wito kwa wasichana wenzangu wajitoe